Tamaa imeniponza, sehemu ya kwanza. Kuna baadhi ya vitu ambavyo sisi binadamu tunavifanya, mwisho wa siku tunakuja kujutia. Kuna mambo ambayo tunayatenda ili kujionyesha katika jamii kwa kuonekana kwamba tunaishi maisha ya kifahari au maisha ambayo hatuna uwezo nayo. Na mara nyingi kila mtu hutumia njia tofauti ili mradi tu afikie malengo aliyodhamiria, iwe kwa kuwalipizia kisasi watu waliomuona hana kitu au kujionyesha katika jamii kwamba yeye ni mtu tofauti. Lakini mara zote maisha haya lazima yatakupeleka pabaya. Kama si kuishia gerezani, basi unaweza ukajikuta umeingia katika kundi ambalo hukuwahi kutegemea kama ipo siku moja utaishia katika mazingira kama hayo. Na hayo ndio madhara ya tamaa. Tamaa iliyoniponza mimi Lea, ambaye kwa sasa sijui hatima ya maisha yangu. Naongea haya kwa machozi na kwa machungu ya hali ya juu. Kwa tamaa yangu ya usiku mmoja tu imebadili historia nzima ya maisha yangu, na sijui mwisho wangu utakuwaje. Nimeamua kutoa kisa changu kiwe kama funzo kwa vijana wengine ambao wanatamani kuishi maisha mazuri na maisha kama wanayoyaona mtandaoni kutoka kwa wasanii mbalimbali ambao maisha yao wameyaweka kimtandao zaidi na hawana uwezo nayo. Ni bora kuishi katika uhalisia kuliko maisha ya kuigiza. Hii itawasaidia vijana wengi sana. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Anayetusogezea kisa hiki ni msichana mrembo anayefahamika kwa jina la Lea Eliakimu, mkazi wa jijini Arusha katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Mtoa Mbu. Twende naye sambamba. Lea anaanza kutueleza. Anasema, kwa majina yangu nafahamika kama Lea Eliakimu. Mimi ni mzaliwa wa jijini Mbeya katika mji mdogo wa Mbalizi. Umri wangu kwa sasa ni miaka 27 tu. Mimi ni mtoto wa kipekee katika familia yangu ambayo ilikuwa na uchumi wa kati tu. Wazazi wangu walifariki miaka 25 iliyopita katika moja ya ajali ya gari iliyowahi kutokea katika sehemu moja inayofahamika kwa jina la Mlima Iwambi iliyopo hapa jijini Mbeya katika mji mdogo wa Mbalizi. Tangu kipindi hicho mimi nililelewa na bibi yangu kwa upande wa mama. Bibi yangu ndiye alikuwa kila kitu changu katika maisha yangu. Bibi yangu alinipenda sana. Ni kwa kuwa mimi ndiye nilikuwa mjukuu pekee pale nyumbani. Hakuwa na mjukuu mwingine isipokuwa mimi tu Lea. Bibi yangu alipambana sana kujitafutia riziki kadri ya uwezo wake ili mradi tu mimi mjukuu wake niishi vizuri. Alipambana sana. Alihakikisha naenda shule kwa wakati, napata mahitaji yangu muhimu kwa wakati, na alihakikisha ananilea vyema na kuniepusha na tamaa za vijana wa mtaani kwetu. Nilimtii sana bibi yangu kwa kila kitu alichokuwa akiniambia na kunikanya juu ya tabia ambazo zilikuwa kinyume na maadili ambayo alikuwa ananifundisha yeye. Lakini ndoto zangu kubwa zilikuwa ni kuja kuwa mtu maarufu sana hapa nchini. Nilipenda sana kuwa msanii wa Bongo Flava. Niliona hii ndio njia sahihi ya mimi kunitoa kimasomaso na kuwa mtu maarufu. Nilisoma nikafanikiwa kuhitimu kidato cha 4 na majibu yalipotoka sikufaulu. Nilipomfikishia taarifa hizi bibi yangu alinipa moyo kwa kuniambia kwamba kufeli shule si kufeli maisha. Hivyo nina nafasi nyingine ya kupambana ni namna gani naweza kujikwamua kiuchumi tena kwa njia iliyo halali. Niliamua kuanzisha biashara ya kuuza nyanya kwa mtaji mdogo kabisa katika eneo moja linalofahamika kwa jina la DDC lililopo katika mji mdogo wa Mbalizi. Lakini kwa kuwa nilikuwa na ndoto za kuja kuwa mtu maarufu hapa nchini na duniani kwa ujumla, niliona biashara ya nyanya itanichelewesha kuzifikia ndoto zangu. Hivyo kila siku nilikuwa nawaza ni biashara gani ambayo itanifanya nipate kipato kikubwa kwa uharaka zaidi. Lakini mara kadhaa nilikuwa nikimshirikisha bibi yangu juu ya ndoto zangu. Bibi yangu hakuwahi kunikatisha tamaa hata siku moja. Yeye mara zote aliniambia kwamba kama hii ndio njia niliyoichagua basi niendelee kupambana. Lakini aliendelea kunisisitiza kwamba katika mapambano yangu nichunge sana nyendo zangu, kwani dunia sasa imeharibika sana. Watu wengi hawana utu kama zamani. Wengi wameendekeza tamaa kuliko kutimiza malengo ya wahitaji. Na siku zote niliendelea kuishi na kauli hii ya bibi yangu.
Nilijitahidi sana kuepuka vijana ambao nilihisi walitaka kuniharibia ndoto zangu na kutimiza malengo yangu ya kuja kuwa mtu maarufu na kuja kuwa msanii mkubwa hapa nchini. Lakini pia nilikuwa mfuatiliaji mzuri wa vipindi vya wasanii. Hususani nilikuwa napenda vipindi ambavyo vilikuwa vikielekeza historia za wasanii kabla na baada ya kuwa wasanii. Historia za maisha ya wasanii wengi zilinipa moyo. Ni kwa sababu asilimia kubwa walitoka katika maisha ya kawaida kabla ya kuwa wasanii. Hivyo niliendelea kujipa moyo kwamba ipo siku na mimi nitafanikiwa tu. Basi niliona maisha ya kuuza nyanya hayanipeleki popote. Hivyo nikajiunga na kikundi cha wachezaji wa muziki au wengi huwaita dancers. Nilijiunga katika kikundi kimoja ambacho kipo hapa hapa Mbalizi. Nilijiunga katika kikundi hiki nikiwa sijui hata hatua moja ya kucheza, lakini niliomba sana niwe mmoja wao. Ikibidi nilipie ada ya mtu atakayekuwa radhi kunifundisha namna ya kucheza. Kiongozi wa kundi hili alikuwa anaitwa Adamu. Alistaajabishwa sana na tamaa yangu ya kutaka kujua namna ya kucheza. Nakumbuka siku moja, ilikuwa siku ya Jumamosi jioni. Baada ya kumaliza kufanya mazoezi ya kucheza, kiongozi yule aliniita na kunitaka tuongee. Nilikubali kuongea na kiongozi yule. Akaanza kwa kuniambia, "Unajua Lea, katika wanafunzi wangu wote ambao wamewahi kupita katika kundi langu kwa ajili ya kujifunza kucheza, wewe ni mmoja wa wanafunzi wa kitofauti sana." Nikamuuliza, "Kwa nini kiongozi?" Kiongozi yule akaniambia, "Asante sana kwa swali zuri. Nakwambia haya ni kwa sababu nimeona juhudi zako za kutaka kujifunza namna ya kucheza muziki. Labda ningeomba nikuulize swali kama utojali." Nikamwambia, "Niulize tu kiongozi, haina shida." Yule kiongozi akaendelea kuongea. Akasema, "Lea, ni yapi malengo yako au ndoto zako za miaka 5 ijayo kupitia kazi hii ya kucheza?" Kiukweli Adamu ambaye ni kiongozi alinipa swali la kunifikirisha sana. Nikatulia kidogo kisha nikamjibu kiongozi. Nikamwambia, "Kwanza kabisa malengo yangu ni kuja kuwa msanii mkubwa hapa nchini." Yaani nikimaanisha ndani ya nchi yangu na nje ya Tanzania. Ndani ya hiyo miaka 5 ijayo kama Mungu atajalia. Adamu akaniuliza tena, "Msanii na kucheza? Mbona kama kuna utata mdogo wangu? Yaani una ndoto za kuja kuwa msanii, halafu upo katika kikundi cha kujifunza kucheza. Huoni kama unaenda kinyume na malengo yako? Kwa nini usitumie nguvu kubwa kufanya mazoezi ya kuimba au kutafuta watu wenye ndoto kama zako wakusaidie namna ya kuzifikia ndoto zako?" Nikamwambia Adamu, "Ni kweli kiongozi. Ni kweli kwa unachokisema, hujakosea hata kidogo. Lakini mimi maana yangu ni kuwa mchezaji kwanza katika video za wasanii ili nipate nafasi ya kuwa nao karibu zaidi na nitajifunza mambo mengi kupitia wao. Mimi sichezi tu hapa kujifurahisha au kufurahisha mwili wangu au jamii. Nina mipango yangu mikubwa hapo mbeleni. Japo sijui nitatoka vipi, ila ninaamini nitatoka tu." Adamu akaniangalia kwa jicho lenye maswali mengi yaliyokosa majibu. Kisha akasema, "Aha, sawa Lea, nimekuelewa. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie utimize ndoto zako kama ulivyoomba. Hivyo basi, mimi nimejitolea muda wangu wa ziada kukufundisha kucheza." Nikasema, "Wao, kweli Adamu?" Akaniambia, "Ndio Lea, au hutaki nikufundishe?" Nikamwambia, "Nataka kiongozi." Akasema, "Sawa, haya, jiandae tuanze mazoezi." Basi kuanzia siku hiyo Adamu akaanza kunifundisha namna ya kucheza muziki kwa mitindo mbalimbali, na ndani ya miezi 3 tu nikawa fundi kuwashinda hata niliowakuta. Hivyo nikawa naitwa kucheza katika sherehe mbalimbali na nikawa nalipwa shilingi 100 kwa siku kwa kazi niliyokuwa naifanya. Lakini pia niliona kwa pale Mbalizi siwezi kutoboa kimuziki. Ikabidi niondoke niende nikatafute maisha mikoa mingine, na mkoa pekee niliouchagua ni mkoa wa Arusha. Nilimwaga bibi yangu kwamba nataka kwenda mbali na jiji la Mbeya kwa ajili ya kwenda kujitafuta zaidi katika mikoa mingine. Bibi yangu akaniambia, "Sawa mjukuu wangu, kama umeona hapa si sehemu sahihi ya wewe kutimiza malengo yako, sawa, unaweza kwenda. Lakini kuwa makini na dunia mjukuu wangu. Nimekulea vyema tangu ukiwa mdogo. Angalia, usije ukadanganyika na utandawazi, ukaja jutia hapo mbeleni." Nikamhakikishia bibi yangu kwamba nitajitunza na kujithamini, hivyo asiwe na hofu na mimi hata kidogo. Bibi yangu akaniambia, "Sawa mjukuu wangu, mimi nimekubali. Sina budi kukutakia kila heri katika safari yako mpya ya maisha." Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa na umri wa miaka 18 tu. Basi nikaelekea jijini Arusha.
lakini nako sikutaka kukaa kizembe. Nilikuwa najishughulisha na biashara ya kuuza mboga mboga ili nisije kuingia tamaa na vishawishi kutoka kwa wanaume wa Kwale kwa kigezo cha kukosa pesa, lakini pia sikuacha kutafuta sehemu ya kuendeleza sanaa yangu ya uchezaji. Japo kwa Arusha iliniwia vigumu sana kwa miezi mitatu ya mwanzo kwa sababu ya ugeni wangu. Hivyo niliamua kununua simu kubwa na kuanza kutengeneza maudhui ya mtandaoni kwa kucheza nyimbo za wasanii mbalimbali. Mtandao nilioanza nao ulikuwa ni mtandao wa TikTok. Kule ndiko nilikuwa nachapisha maudhui yangu mengi ya kucheza nyimbo za wasanii. Niliamua kutumia simu yangu kama njia nyingine rahisi ya kunikutanisha na watu tofauti tofauti, hususan wasanii. Pia katika akaunti yangu niliweka namba yangu ya simu kwa msanii atakayevutiwa na uchezaji wangu, basi anitafute tufanye kazi. Kadri siku zilivyozidi kwenda na mimi akaunti yangu ya TikTok ikawa inazidi kuwa na wafuatiliaji wengi. Ndani ya miezi 6 tangu niwe na akaunti hiyo, nikawa na wafuatiliaji wa kazi zangu zaidi ya 1,000,000, jambo ambalo lilinifurahisha sana. Na nikawa najilaumu kwa nini nilichelewa kumiliki simu kubwa na kubuni maudhui ya mtandao. Pia nilikuwa napata kazi za wasanii chipukizi ambao bado walikuwa hawafahamiki kwa asilimia kubwa katika ulimwengu wa muziki. Lakini pia sikuwahi kuwadharau kwa sababu niliamini kwamba hatua moja huleta hatua nyingine, na siku zote subira huvuta heri. Japo vijana wa sasa wanasema subira aliyekuwa anavuta heri kwa sasa anavuta bangi. Ni utani tu jamani. Basi nikaendelea na maisha yangu na mambo yalizidi kuninyokea. Nakumbuka kuna siku nikiwa nimetulia chumbani kwangu na waza namna kujikwamua zaidi ili kufikia ndoto zangu, simu yangu iliita kwa namba ngeni. Nilipokea kisha kumsikiliza mtu aliyekuwa ananipigia. Baada ya kupokea, mtu yule akaongea kwa sauti iliyojaa ustaarabu wa kutosha. Akaniambia, "Halo." Nikamwambia, "Halo, naongea na nani?" Ilikuwa ni sauti ya kiume niliyoisikia upande wa pili wa simu. Ile sauti ikaniuliza, "Samahani dada, naongea na Lea, mchezaji wa muziki?" Nikamwambia, "Ndio kaka, sijui naongea na nani." Akaniambia, "Unaongea na msanii wa Bongo Flava, Alikiba hapa." Nikashtuka, eti kusikia aliyenipigia simu ni Alikiba, msanii mkubwa ndani na nje ya Tanzania. Eti amenipigia simu Lea, mimi ambaye sijawahi yote hata siku moja kwamba nitawahi kuja kupigiwa simu na msanii mkubwa kiasi kile. Nikamwambia, "Kaka samahani, mimi katika kazi yangu sipendi utani. Na sipendi utani wa kijinga kabisa, na hii ni kazi kama kazi zingine. Yaani unaniletea utapeli wako hapa wa kuiga sauti ya msanii. Unadhani mimi sijui hiyo michezo yenu? Kwa taarifa yako, hapo umenoa. Mimi mwenyewe mtoto wa mjini, sitapeliki kizembe." Ala, yule kaka akaniambia, "Sawa Lea, najua haiwezi kuwa rahisi kuniamini. Simu yako si ina WhatsApp?" Nikamwambia, "Ndio inayo." Akaniambia, "Sawa, na kupigia video call." Baada ya sekunde chache, simu iliita kwa njia video call. Nikapokea. Sikuamini nilichokiona. Ni kweli alikuwa ni msanii mkubwa Alikiba. Kisha akaniambia, "Hello Lea, umeamini?" Nikamwambia, "Ndio." Kisha akasema, "Nimeona kazi zako katika mitandao ya kijamii. Unafanya vizuri na nimependa uchezaji wako. Sasa nataka tufanye kazi kama utakuwa tayari." Nikamwambia, "Yaani kaka, hujui tu namna nilivyofurahi. Mimi niko tayari." Alikiba akaniuliza, "Video moja unacheza kwa shilingi ngapi?" Nikamwambia, 200,000 tu kaka. Alikiba akaniambia, "Okay sawa. Mimi nina video kadhaa hapa. Nitakupa shilingi 5,000,000 kama utacheza vizuri zaidi." Nikasema, "Haina shida kaka. Mimi nipo vizuri na niko tayari kufanya kazi na wewe." Alikiba akaniambia, "Sawa, asante dada kwa kukubali ombi langu. Lakini kuanzia sasa utaongea na mtu anayeshughulika na wachezaji. Atakupa utaratibu wote mwanzo hadi mwisho. Ni namna gani ya kufanya. Mimi tutaonana location siku ya kushuti." Nikamwambia, "Haina shida kaka. Asante sana. Nimefurahi kuongea na wewe." Akaniambia, "Sawa. Asante pia. Mimi nikutakia maandalizi mema katika kazi yako." Baada ya hapo Alikiba akakata simu. Kiukweli nilifurahi sana. Niliona milango ya mafanikio imefunguka kwa upande wangu. Baada ya hapo nikapata namba ya mtu ambaye Alikiba alisema tutaendelea kuwasiliana. Niliambiwa kazi inaanza wiki ijayo, hivyo nikae tayari. Yaani niliona siku haziendi haraka.
niliona siku zinachelewa kufika. Kila siku nilikuwa naomba ipite haraka, yani uwezi amini. Ndani ya hii wiki moja nilikuwa napata usingizi wa mangamngamu. Hata bibi yangu nilimwambia kile kilichotokea. Bibi yangu aliendelea kunitia moyo kwa kuniambia kwamba niendelee kupambana, Mungu yupo pamoja nami. Basi hatimaye ilikuwa sekunde, ikawa saa, ikawa siku, ikawa wiki. Hatimaye siku ya mimi kufanya kazi na msanii mkubwa iliwadia. Kiukweli nilijitahidi kucheza kadri ya uwezo wangu wote. Baada ya kumaliza kazi, nililipwa pesa ambayo niliahidiwa. Na kazi hii ilifanyika jijini Dar es Salaam, na siku zote ambazo nilikuwa niko pale jijini nilihudumiwa vizuri, kuanzia malazi, chakula. Kiufupi nilienjoy sana. Niliona haya ndio maisha ninayoyataka. Ni kama Alikiba alitumwa na Mungu kunifungulia milango ya baraka kwangu, kwa sababu tangu kipindi hicho, baada ya kuonekana katika video ya Alikiba, nikaanza kupata kazi nyingi sana, mpaka zingine nikawa nazikataa. Kuna wasanii wengine walitaka nikawe video queen katika nyimbo zao, wengine wakanitaka niwe mchezaji wao wa kudumu katika lebo zao. Hiyo yote ilitokana na kazi nzuri nilizokuwa nazifanya kwa wakati huo, pamoja na kujituma kwangu. Lakini wapo baadhi ya wasanii ambao walikuwa wananitaka kimapenzi, lakini niliwakataa kata. Maisha yangu yote nilijiapiza kwamba sitokuja kujihusisha na mahusiano na mtu yeyote ambaye ni msanii. Ni kwa sababu ni kutokana na story nyingi za wasanii ambazo nilikuwa nikizisikia kwamba wasanii huwa hawadumu na wapenzi wao. Mara nyingi mahusiano yao yamekaa kisanii zaidi. Yani yamekaa kisanii sana. Hivyo niliogopa kuja kuumizwa hapo mbeleni na hawa watu. Nilikaa miezi michache jijini Dar es Salaam, kisha nikarudi jijini Arusha. Sikutaka kuhamishia makazi yangu jijini Dar es Salaam, ni kwa sababu mimi sipendelei sana sehemu zenye joto. Lakini ilikuwa kama ikitokea kazi ipo jijini Dar es Salaam, nilikuwa naenda kisha narudi Arusha kuendelea na maisha yangu mengine. Lakini nyumbani kwa bibi yangu nilihakikisha kwamba napatengeneza vizuri, lakini pamoja na kumtumia bibi yangu pesa za matumizi, sikutaka tena bibi yangu aendelee kuhangaika. Nikamfungulia na duka la vyakula pale nyumbani ili aendelee kujishughulisha na kujikimu kiuchumi kwa kujipatia mahitaji muhimu pasipo kuhangaika mtaani. Kiufupi maisha yalinyoka, kwa sababu kuna wakati nilikuwa napewa hata ubalozi wa kutangaza nguo katika maduka makubwa na nilikuwa nalipwa vizuri. Lakini pia niliutunza mwili wangu vyema. Sikutaka kujiachia ninenepe ovyo ovyo. Kazi yangu ilihitaji muonekano mzuri zaidi, hivyo nilifanya mazoezi ya kutosha kuweka mwili wangu sawa. Ndani ya miaka 2 nilibahatika kujenga nyumba yangu mwenyewe hapa jijini Arusha. Lakini pia nilibahatika kupata mpenzi ambaye alikuwa akifahamika kwa jina la Frankie. Yeye alikuwa anajishughulisha na biashara ya kuuza simu hapa jijini Arusha. Kiukweli tulikuwa tunapendana sana na huyu mpenzi wangu Frankie. Tulikuwa na mipango mikubwa ya hapo mbeleni. Hatukupanga kuishia kuwa wapenzi tu, bali tulipanga kuja kufunga pingu za maisha hapo mbeleni, niwe mke awe mume halali katika maisha yangu. Kabla hatujaanza mahusiano, mimi pamoja na Frankie tulienda hospitali kucheki afya zetu. Majibu yalitoka, wote wawili tulikuwa salama. Ndipo tukaanzisha mahusiano mimi pamoja na Frankie. Tulikuwa hatukutani mara kwa mara, ni kutokana na majukumu ya kazi kuwa mengi kwa upande wangu, lakini Frankie alinielewa. Lakini nakumbuka siku moja nikiwa nyumbani kwa Frankie, tulikuwa tunaangalia movie. Frankie alikaa, mimi nilikuwa nimejilaza katika miguu yake. Frankie akaniangalia usoni kisha akaniambia, "Unajua Lea, wewe ni binti mrembo sana." Nikamwambia, "Ndio najua. Lakini kwa nini unaniambia hivyo mpenzi wangu? Kwamba leo ndio unajua kwamba mimi ni mrembo?" Frankie akasema, "Hapana mpenzi wangu, sijamaanisha hivyo jamani." Nikamuuliza, "Ila unamaanisha nini Frankie?" Frankie akaniambia, "Namaanisha naogopa kuibiwa wewe mpenzi wangu. Unajua wewe sasa ni mtu maarufu sana. Kila kijana anatamani kuwa na mtu kama wewe kutokana na umaarufu wako na urembo wako mpenzi wangu. Wewe ni mtu unayeonana na watu wazito, wasanii wakubwa ndani na nje ya Tanzania. Hebu fikiria, mfano Diamond akakutaka. Utakataa kweli wewe kwa ajili ya kunitunzia penzi langu mimi muuza simu, tena mdogo tu, ambaye sifahamiki hata mtaa wa pili kutoka hapa?" Nikamwangalia Frankie, japo aliongea kiutani, lakini maneno yake yalibeba hisia kali za kuogopa kusalitiwa na mimi. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Tamaa Yangu Imeniponza. Je, Lea anataka kutueleza nini?
Ni kipi ambacho kimemsibu hadi kutupa historia ya maisha yake? Ni tamaa ipi ambayo imemponza? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Tamaa yangu imeniponza.